Habari yako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ewura Podcast. Karibu sana kwenye episode nyingine ya podcast hii. Jina langu ni Janet Mesomapia na kama kawaida kila wakati huwa nafurahi sana kukuletea wataalamu mbalimbali wanaojadili masuala mbalimbali ya sekta zinazosimamiwa na Ewura ambazo ni sekta za nishati pamoja na maji. Kwenye nishati kuna sekta zake ndogo humo ambayo ni petroli, gesi asilia na umeme. Kwa hiyo wataalamu hao huwa wanapata nafasi ya kuja hapa na kutoa uelewa masuala mbalimbali kwenye sekta hizo. Na leo nina furaha kuwa na mtaalamu kutoka Ewura, Engineer Shija. Habari yako? Salama kabisa ndugu. Karibu sana. Asante sana. Mimi nakufahamu sababu tunafanya kazi pamoja. Sawa kabisa. Lakini kwa mtu ambaye anaangalia podcast hii huenda hakufahamu. Jitambulishe wewe ni nani na Ewura unafanya nini? Asante sana Janet. Jina langu ni Joseph Julius Shija. Mhandisi Joseph. Mimi ni mhandisi wa mafuta Ewura. Sawa. Okay. Na shughuli zako kwa kawaida zikoje? Yaani mtu akitaka kufahamu mhandisi wa mafuta anafanya nini hasa? Kwa ufupi tu. Asante sana. Kwa ufupi shughuli zetu sisi kama wahandisi wa mafuta ambao tuko katika idara ya petroli ni ukaguzi wa miundombinu ya mafuta ili kuhakikisha kwamba hii miundombinu yote ya mafuta tunayoiona ikiwa ni vituo vya mafuta, maghala ya kuhifadhia mafuta na gesi yanapatiwa leseni ili yaweze kujiendesha kwa kufuata sheria. Leo tunazungumzia ubora wa bidhaa za petroli. Tukizungumzia ubora wa bidhaa za petroli, yani tunamaanisha nini? Asante sana Janet. Ukizungumzia ubora wa bidhaa za petroli, unamaanisha ile bidhaa ambayo mwananchi anaiweka katika gari lake, anaiweka katika bodaboda, anaiweka katika bajaji, iweze kumwendesha bila kumletea matatizo katika injini yake. Kwa maana hiyo, ubora wa bidhaa za mafuta au ubora wa mafuta utamsababishia huyu mwananchi afanye shughuli zake pasipokuwa na shida ya kuweza kuwasiliana na fundi ili atengeneze chombo chake kikipata shida. Na Ewura inasimamia vipi ubora wa hizi bidhaa za petroli? Lakini kabla haujaenda kwenye namna ambavyo Ewura inasimamia ubora wa hizi bidhaa, labda unaweza kumuelezea mtazamaji kwamba afahamu kabisa anaweza kusikia bidhaa za petroli ni nini? Tukizungumzia bidhaa za petroli tunagusia kitu gani na kitu gani na kitu gani? Unapozungumzia bidhaa za petroli unamaanisha mafuta ya petroli yenyewe, mafuta ya dizeli, mafuta ya taa na gesi ya kupikia. Hizo ndio bidhaa za petroli ambazo sisi kama wa sekta ndogo ya petroli tunazisimamia. Yes. Sawa. Lakini pia nafahamu kuna masuala kama ya vilainishi. Sawa kabisa. Pia mna Ewura pia. Vilainishi, asante sana kwa kunikumbusha. Vilainishi pia tunahusika navyo kwa sababu na yenyewe pia ni bidhaa ya petroli. Okay. Na vitu vingine vingi, kwa mfano kama kuna masuala ya lami, lakini kwa mwananchi wa kawaida hizo bidhaa ambazo zinatumika kwenye magari na kwenye bodaboda na kwenye bajaji ndio ambazo zinakuwa zinapata umakini mkubwa zaidi. Okay. Kwa nini Ewura inasimamia ubora wa bidhaa? Kuna umuhimu gani kuwa na chombo kama Ewura ambacho kinasimama kuhakikisha bidhaa za petroli zinakuwa kwenye ubora? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa, Ewura katika misheni yake imeweka vitu kama kusimamia sekta ya mafuta na maji katika ubora na katika upatikanaji kwa mtumiaji wa mwisho. Sasa utakapozungumzia ubora, ina maana yale mafuta au vile vilainishi vinavyoingia nchini vinatakiwa viwe na ubora unaotakiwa. Sasa Ewura kama taasisi ambayo imekabidhiwa hii sekta ya maji na gesi, maji na nishati. Kwa upande wa petroleum imekasimishwa usimamizi huo, kwa maana tunajua TBS ndio anatengeneza standard ambacho ni shirika la viwango la taifa.
Wao wanatengeneza viwango vya ubora, lakini EWURA kwa sababu ndio tunaisimamia hii sekta, sisi ndio tumekasimishwa kusimamia na kufuatilia kama hivyo viwango vinafuatwa na vinatumika vizuri nchini. Okay. Kwa kimsingi ni kuhakikisha kwamba mlaji anapata kilicho bora. Yes, mlaji anapata kilicho bora, yes. Sawa. Na kwa namna gani sasa EWURA anasimamia ubora wa hizi bidhaa za petroli? EWURA ana namna mbili anazofanya kwa ajili ya kusimamia ubora wa hizi bidhaa. Namna ya kwanza ni kwenda kwenye maeneo ambapo hizi bidhaa zinahifadhiwa ama zinauzwa na kuchukua sampuli kwa ajili ya kuziwasilisha maabara na kuweza kujua ni kwa kiwango gani hizi bidhaa zina ubora ambazo zinauzwa nchini. Namna nyingine tuna program ya uwekaji wa vinasaba kwenye mafuta. Vinasaba vinasaidia pia kulinda ubora wa mafuta. Kwa sababu mtu anapowekewa vinasaba akichakachua ule mzigo wake, ni wazi kabisa EWURA tutajua tukienda kupima hayo mafuta. Okay. Yes. Tutazungumzia hilo swala la vinasaba muda sio mrefu, lakini nitaka pia nifahamu kwa sababu sekta ya petroli ni pana na kuna shughuli nyingi zinafanyika hapo, na hapa nazungumzia mkondo wa kati na mpaka wa chini. Sawa. Ubora ambao EWURA inausimamia kuanzia wapi hadi wapi? Asante ndugu mtangazaji, umesema mkondo wa kati mpaka wa chini. Mkondo wa kati tunamaanisha ni sehemu mafuta yanapochakatwa. Kuna mafuta ghafi yamechimbwa kutoka kwenye visima, yameletwa mpaka sehemu ambapo yanachakatwa ili tuweze kupata zile bidhaa sasa. Sawa. Kwa hiyo kuanzia hapo mpaka sehemu ya mlaji, EWURA anakuwa yupo. Kwa hiyo inakuwa kwenye mkondo wa kati na mkondo wa chini. Mafuta yanapofika bandarini pale, bahati mbaya ama nisemeje ni kwamba Tanzania hatuna sehemu ya kuchakata mafuta. Kwa hiyo Tanzania sana sana mafuta tunayaagiza kutoka nje. Kwa hiyo sisi tunaanza kuyadhibiti yanapofika bandarini pale. Yanapofika bandarini ndio mambo ya ubora na mambo ya viwango vya ubora yanazingatiwa kutokea hapo. Okay. Yes. Kwa hiyo tunavyoagiza tuseme labda mafuta kutokea huko sawa, au vilainishi, hakuna namna tunaweza tukajihakikishia hawa watu wanaotuletea hivi vitu wanatuletea kwenye ubora mzuri, au kwa mfano vikifika alafu haviko kwenye ubora vinarudi au inakuwaje? Asante sana ndugu mtangazaji, ni swali zuri kwamba inaonekana unafuatilia hivi vitu. Mtengenezaji anavyotengeneza mafuta anatoa cheti cha ubora wa mafuta aliyotengeneza, kwamba mimi nimetengeneza dizeli yangu ina viwango hivi. Mara nyingi wanatumiaga viwango vya duniani huko, ingawa na mafuta mengi yanayokuja huku waga yanapata vyeti vya viwango ambavyo vinatakiwa Tanzania. Kwa hiyo atakapofika bandarini pale, kabla mafuta hayajashushwa, ataonyesha cheti cha ubora wa mafuta yake. Lakini hilo halitoshi. Shirika la viwango TBS huwa wanachukua sampuli pamoja na makampuni ya mafuta. Wanachukua sampuli kwa ajili ya kujiridhisha kwamba hivi viwango vya Tanzania na huu mzigo ulioletwa, je, vinashabihiana? Kama vinashabihiana ndio utaambiwa kwamba meli imeruhusiwa ishushe. Kwa hiyo utaratibu ndio unakuwa uko hivyo. Okay. Yeah. Sawa. Na hivi viwango unaweza ukavielezea labda baadhi kwamba viwango gani vinaangaliwa kusema kwamba bidhaa hii ambayo tumeiagiza iko kwenye ubora mzuri, iko tayari kwa ajili ya kutumika na walaji wetu nchini? Viwango vinavyotumika sitaweza kuvielezea vyote kwa sababu ni vingi, lakini kuna issue kubwa ambazo zinaangaliwa ni density ya mafuta, au wanasemaje, gandamizo. Okay. Kiswahili kinakuwa kigumu kidogo, lakini density ya mafuta ndio parameter ya kwanza, yani ndio kitu cha kwanza ambacho kinaangaliwa. Lakini kwenye mafuta kama ya petroli wanaangalia, kuna vitu wanaviangalia kama mafuta ya sasa hivi hayawekwi ledi.
Ndio maana zamani ulikuwa unasikia kuna lead na unleaded. Kwa hiyo baada ya utaratibu wa kutoa lead kwenye mafuta ndio tukawa tunapata leaded, unleaded. Manake mwanzoni, kama sijui labda umri wako Janet, kama ulishawahi kuona kuna inaitwa regular na premium. Hivi vilikuwa ni viwango, lakini sasa inaitwa petroli ya aina moja ambayo ni unleaded. Lakini kwa mfano mafuta ya dizeli. Mafuta ya dizeli sasa hizi dunia iko katika kupunguza sulfur kwenye mafuta. Sulfur kwenye mafuta gari inapotoa moshi unaposambaa kwenye mazingira na mvua inakuja, ndio tunapata acid rain. Kwa sababu kwenye chemistry ile sulfur dioxide inayotoka kwenye bomba la moshi ikija kukutana na maji ambayo yana hydrogen, unatengeneza acid, sulfuric acid. Sasa viwango vya sulfur ambavyo vinatakiwa viingie nchini ni chini ya ppm 5 parts per million. Yani ndio sasa samani naongea nini hapa? Au mengine yanatakiwa yasiwe na sulfur kabisa. Lakini pia tunaangalia viwango vya ulipukaji wa mafuta. Kwa mfano mafuta ya dizeli. Tunajua engine ya dizeli inatumia kitu kinaitwa compression. Kwa hiyo mafuta kama hayana kiwango sahihi cha kulipuka, gari itapata shida kuwaka. Kwa hiyo tunaangalia vitu kama hivyo. Na kama nakumbuka uliniuliza kama mafuta yakiingia pale yakiwa hayana viwango inakuwaje? Tuna mifano mingi, meli zimerudishwa kwa kutokana na mafuta yamekosa viwango. Kweli? Yes, zaidi ya meli 2 au 3 hivi. Kama nakumbuka vizuri. Na huo ni mzigo mkubwa. Ni mzigo mkubwa. Lita zaidi ya milioni 30 za dizeli zinarudi kwa sababu tu hazijafikia vile viwango vya ubora ambavyo vinatakiwa nchini. Yeah. Okay. Hilo ni jambo zuri sana. Kwa hiyo EWURA inashirikiana na TBS kuhakikisha kwamba mzigo wote unaoingia wa mafuta au zile bidhaa ziko kwenye ubora. Sawa kabisa. Maana kama zikija ubora haujakaa sawa wanarudisha. Yeah. Meli inarudishwa. Hiyo safi sana. Tuzungumzie changamoto ya uchakachuaji. Uchakachuaji unasababishwa na nini hasa? Yaani inakuwaje watu wanaanza, najua watu ni wajanja lakini nini kinapelekea masuala ya uchakachuaji? Na EWURA, serikali kupitia EWURA imefanya jitihada gani kudhibiti mambo ya uchakachuaji? Kwa sababu nakumbuka kuna kipindi hapo ilikuwa swala la uchakachuaji ilikuwa inasikika sana, watu wengi wanalalamika kuhusiana na issue ya uchakachuaji. Lakini naona kwa kiwango fulani sasa hivi imeenda inapungua. Inasababishwa na nini na serikali imefanya nini kupitia EWURA? Asante sana. Kwanza uchakachuaji ni nini? Uchakachuaji ni kutumia kimiminika kingine ambacho sio petroli ama dizeli kuweka kwenye mafuta. Kwa hiyo utakapofanya hivyo, kwa mfano, zamani uchakachuaji ulikuwa unatumika sana kwa kupitia mafuta ya taa. Sasa mafuta ya taa yanavyoingia kwenye diesel, ubora wa mafuta unapungua. Yaani kwamba kuna watu walikuwa wanatumia mafuta ya taa wanaweka kwenye diesel. Anaweka kwenye dizeli. Huu ni uchakachuaji namba 1. Uchakachuaji mwingine, kuna bidhaa zingine ambazo zinakuwa zinapatikana huku mitaani, ambazo hazina ubora stahiki, zinawekwa kwenye mafuta. Na dhumuni kubwa ambalo unalisema kwamba la kwa nini watu wanachakachua. Watu wanachakachua ili kuongeza kipato. Kwa mfano, mimi nina dizeli lita 2,000. Nikaweka mafuta yasiyo dizeli lita 1,000. Kwa hiyo nitakuwa na mafuta lita 3,000. Yale mafuta lita 3,000 nitayauza kama dizeli. Badala ya kuuza dizeli lita nilizokuwa nazo 2,000, nitauza dizeli lita 3,000. Kwa hiyo hapo kuna faida ambayo nitatengeneza kwa kuwaumiza watu wengine. Sasa umeniuliza EWURA inafanya nini kuhusu uchakachuaji? Kama nilivyoongea, cha kwanza kuna mambo ya kufanya sampling, kwenda kuchukua sampuli kwenye vituo. Kwa sababu yanavyoingia pale bandarini, yakishahakikishiwa kwamba haya mafuta ni bora, sisi EWURA tunakuwa tuko comfortable. Tunasema kwamba mzigo uliingia nchini ni mzigo mzuri ambao unatakiwa utumike nchini.
Kwa hiyo sasa tunapita vituo, tunapita kwenye madepo, tunapita kwenye kuangalia hizo shehena zao za mizigo. Je, yapo kama yalivyoingizwa nchini? Ama kuna vitu vimebadilika? Na kama kuna vitu vimebadilika, vimesababishwa na nini? Ndio hapo tunapokuja. Kuna wakati mwingine tunafunga vituo, kuna wakati mwingine matenki ya madepo yanafungiwa kwa sababu tu ya kuangalia huo ubora. Kwa hiyo kwa mikakati hiyo tumefanikiwa sana kupunguza hii adha. Kwa tuna uhakika kwamba kwa sababu bidhaa za mafuta zinaagizwa kwa fedha za kigeni. Na magari sisi hatutengeneze vipuri vya magari hapa. Kwa hiyo magari yanapoharibika, fedha zetu za kigeni ndio zile zinatumika kwenda kuagiza vipuri. Kwa hiyo kwa upande huo EWURA tumefanya kitu kikubwa sana ambacho tunastahili pongezi. Sawa. Na kwenye hilo sasa, katika kitu kingine ambacho umekitaja hapo awali ni kuweka vinasaba, kufanya fuel marking, kuweka vinasaba kwenye mafuta. Sawa. Hebu tueleze kwa mtu ambaye hafahamu, kwa sababu ni kitu ambacho pia kimezungumzwa sana, tunakisikia kwenye vyombo vya habari. EWURA imekizungumzia. Kuweka vinasaba kwenye mafuta ni nini na lengo lake ni nini? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza vinasaba ni vitu ambavyo vinakuwa katika hali ya kimiminika ambavyo vinachanganyika kirahisi na mafuta ya petroli ama dizeli. Hivyo ndio vinasaba. Sasa vinasaba vinawekwaje kwenye mafuta? Vinasaba vinawekwa kwenye mafuta kwa kuzingatia ujazo wa mafuta ambayo yamenunuliwa. Kwa mfano, umenunua lita 40,000. Kuna kiwango chake cha uwekaji wa vinasaba. Sasa hicho kiwango ambacho kinakuwa kimewekwa kwenye hayo mafuta ni kiwango hicho ambacho mfanyakazi wa EWURA ama mkaguzi wa EWURA akipita kwenye kituo anatakiwa aone. Kuna mitambo yake ya kuangalia, anatakiwa aone kwamba haya mafuta yamewekewa vinasaba vya viwango gani. Sasa kazi ya vinasaba ni nini? Kazi ya vinasaba ina kazi mbili. Ya kwanza ni kudhibiti uchakachwaji. Kwa sababu kitu chochote utakachoweka zaidi ya ile idadi ya mafuta yaliyopo, lazima vinasaba vitashuka. Sawa. Cha pili ni kudhibiti hao watu wanaouza mafuta ya transit. Yanayopita nchini kwenda nchi za nje. Unajua Tanzania tuna bandari. Uganda, Kongo, Zambia, Malawi wote wanategemea bandari yetu. Sasa kuna mafuta ambayo huaga yanatakiwa yapite nchini. Na mafuta yanayopita nchini hayalipiwi kodi. Kwa sababu hayatumiki hapa nchini. Yanalipiwa ushuru tu wa barabara. Kwa hiyo mtu atakapopata ile bidhaa kwa magendo anaiweka kwenye kituo chake. Sasa sisi tutakapopita, kwa sababu yale mafuta hayawekewi vinasaba, tutagundua hapa kuna mafuta mengine ambayo hayana vinasaba. Kwani wale wafanyabiashara wajanja wale ambaye anataka mzigo, anataka ambao unatakiwa upite tu Tanzania uende nje ya nchi, kwa maana ya nchi jirani, yeye anachukua kwa mwanya huo. Yes. Anataka aweke kwenye mafuta ya ndani ambayo yamewekewa vinasaba na yamelipiwa kodi. Kwa hiyo yeye ina maana anaenjoy faida ile ya kodi kwa mafuta yale ya ziada. Kwa hiyo anatengeneza kipato cha ziada kupitia kuiba kodi ya serikali. Na EWURA akasema wala hatutokuachia. Tutahakikisha unalipa kodi. Jumla. Sawa. Kutokana sana na vitendo hivi vya baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu. Nikitaka mimi kama mtumiaji nikitaka kufahamu pindi ambapo nimeingia kwenye kituo cha mafuta, nimeweka mafuta kwenye gari. Sawa. Lakini nataka kufahamu kama au nitafahamu vipi mafuta niliyowekewa yamechakachuliwa au hayako sawa? Ni kitu gani kitaniambia hapa umepigwa hapa? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa naomba nitoe elimu kwa watazamaji wetu. Karibu sana. EWURA katika kudhibiti sekta ndogo ya mafuta ni kwamba vituo tunawalazimisha wale mabwana waweke labels kwamba hii pampu inatoa mafuta ya dizeli, hii pampu inatoa mafuta ya petroli. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kwa rangi. Wameandika kabisa. Imeandikwa kabisa. Sababu kuna pampa inaonaga kuna ya kijani, kuna au haijalishi. Haijalishi. Okay. Kijani ndio hizo na njano zilikuwa za regular, premium,
Lakini sasa kwa sasa hivi tumesema kila pampu lazima iandikwe. Kwa hiyo wewe utakavyoenda kupaki gari yako pale, hakikisha umepaki sehemu sahihi. Maana kuna kesi, kabla sijaja huko kwenye uchakachwaji, kuna kesi zimetokea. Mtu anaingia na gari yake kwenye kituo cha mafuta. Badala ya kupaki kwenye pampu ya petroli, anapaki kwenye pampu ya diesel. Na wahudumu wengine wa vituo hana muda wa kukuuliza. Akishakuona pale, atakumiminia. Sasa unamiminiwa pale, kwa hiyo mafuta yanachakachuka humo kwenye gari lako. Kwenye gari, sawa. Kwa hiyo natoa rai kwa watu wanavyotaka kwenda kuweka mafuta, wahakikishe kwamba wameona pampu ni ya product sahihi wanaotaka kuweka. Pia ongea naye yule muuzaji anapokuja kukuambia lita ngapi, mwambie nataka niweke petroli 10,000 au dizeli 20,000. Sasa tukija hapo utajuaje kwamba umeweka mafuta ambayo sio mazuri? Wewe kama dereva unaendesha gari lako kila siku na unalijua. Unapoweka mafuta kwenye gari, unashangaa kuna kitu kwenye gari kinaitwa silencer. Yaani ule mungurumo wakati gari iko kwenye parking. Mungurumo unaweza kubadilika. Aidha ukaenda chini au ukaenda juu sana. Hapo hiyo ni alert moja wapo kwamba mafuta uliyoweka sio mazuri. Cha pili, unaweza kawasha gari yako lakini gari ikatoa moshi mwingi sana. Lazima pia ujiulize kwamba hii gari ilikuwa itoe moshi, mbona inatoa moshi mwingi? Ujue hapo pana shida. Kingine, gari inaweza kazima kabisa, kwa sababu gari za kisasa sasa hizi ukisogeza ile nozo ya kuwekea mafuta kwenye tanki, ikisense kama ni nini, haiwaki gari. Na itakuandikia kwenye dashboard yako kwamba mafuta uliyoweka sio grade inayotakiwa kwenye gari. Lakini sasa mimi na wewe ambao tunatumia magari ya kawaida, kwa hivyo vitu ambavyo unaweza ukaviona vimebadilika ghafla kwenye gari yako, unaweza ukajua kwamba haya mafuta niliyowekewa sio. Na hii inaturudisha pale pale kwamba moja kati ya vitu unatakiwa uzingatie unapoingia kwenye kituo cha mafuta, hakikisha unaondoka na risiti yako. Sawa kabisa. Hakikisha unaondoka na risiti yako inayoonyesha kiwango cha mafuta ulichonunua. Yaani umenunua petroli ya 20,000, 30,000. Hakikisha unaondoka na risiti ambayo ina taarifa za hiyo petrol station ambayo umeingia na pampu ipi, nozo ipi, mafuta yameingia ili kwamba utakapopata shida ni rahisi wewe kupata msaada. Unaweza kuja kwa Euro useme jamani, mimi nimeenda kwenye kituo fulani cha mafuta, risiti ni hii, ina taarifa zote, gari yangu imezima. Tofauti na hivyo, nafikiri sasa Euro inakuwa inashindwa kukusaidia kwa sababu tutajihakikishaje ni kweli ulienda kwenye hicho kituo kuweka mafuta na ukapata shida. Ni kweli ndugu mtangazaji. Kwa nadhani mtangazaji una namba ile ya free ya Euro. Itapita tutaiweka. Kwa hiyo kwa namba hiyo, kabla hujafanya chochote, unaweza ukatupigia simu. Ukapiga simu, ukatoa taarifa zako, ukaelekezwa jinsi ya kujaza fomu ya malalamiko. Kwa sababu sisi kama wataalamu tunajua ile ni bidhaa ambayo inachukuliwa. Yaani consumable inachukuliwa kila wakati. Kwa hiyo tumejiwekea angalau siku 7. Ndani ya siku 7 huo umeshatoa taarifa. Ukichelewa hapo, ina maana sisi tutakwenda pale, tutachukua mafuta ambayo sio uliowekewa. Na naomba niseme hichi kitu kwamba baadhi ya watu wamekuwa wanatuletea mafuta kwenye chupa. Eura haichukui mafuta ambayo yanatoka kwenye tanki la mteja. Eura itachukua mafuta kutoka kwenye chanzo. Unatuambia mimi nimewekewa mafuta kwenye kituo X, Eura itakwenda kuchukua pale. Nimeenda kwenye kituo Y, Eura itaenda kuchukua mafuta pale kwa ajili ya kuwasilisha maabara na kuyapima. Kujihakikishia, je, huyu bwana hizi tuhuma anazozileta ni za ukweli au kuna gari na shida nyingine? Kwa sababu kuna sio mara zote ambapo tumekwenda kwenye vituo tumekuta mafuta yana shida. Mara nyingine mwenye gari inawezekana ana shida. Kwa hiyo labda niwaambie kitu kingine tena cha kuwafundisha watu wenye magari ni kwamba magari tunayochukua mengi hadi zetu tunazijua used. Sasa gari ukute imeshafanya kazi miaka mingi, labda kwa bahati mbaya zamani ilishawekewa mafuta mabaya. Kwa hiyo unapofika kwenye kituo, zima gari yako, waweke mafuta mpaka akimaliza, mtu akishakwambia kamaliza, funga tenki, funga mfuniko, ndio uwashe gari. Kwa sababu gari itakavyokuwa iko silence wakati mafuta yanaingia, kuna kitu kinaitwa kama mchanganyiko kule, swirling motion, yani mafuta yanakuwa yanazunguka mule ndani. Kwa
Kwa ni rahisi kutibua yale ambayo yalikuwepo pale chini na kuyapandisha juu afu gari kayavuta. Tumekutana nazo hizo kesi. Zipo nyingi sana. Kwa hiyo wadau au watumiaji wa mafuta wajihakikishie kwamba pampu anayoenda kuweka ni pampu sahihi. Ameongea na muuzaji kumwambia kwamba anahitaji mafuta ya aina gani. Amechukua na receipt. Nadhani huo ni utaratibu ambao utamsaidia yeye kujilinda yeye na mali yake. Sawa. Nashukuru sana kwa hiyo elimu. Asante. Tuongee na wafanya biashara au Watanzania kwa ujumla, kwa sababu unajua sekta ya petroli, unaweza usiwe na gari la kwako, lakini manufaa yake yanagusa karibu kila Mtanzania. Sawa kabisa. Vitendo kama vya uchakachuaji vina madhara gani kwenye uchumi wetu, ili kwamba mfanya biashara afahamu, hususani kama ni Mtanzania, uwe na ile hali ya uzalendo, lakini pia hata kama sio mfanya biashara, unapogundua vitu kama hivyo, nafikiri moja ya namna ya kusaidia ni kutoa taarifa. Lakini kwa uelewa tu wa jumla, ni kwa namna gani inaumiza uchumi wetu vitendo kama vya uchakachuaji? Asante ndugu mtangazaji. Vitendo vya uchakachuaji vina, kwa namna moja ama nyingine, vinaumiza uchumi wa nchi, kwa sababu mafuta yale yananunuliwa kwa dola. Kwa hiyo tutakavyopanga kwamba tuna dola kiasi fulani, zinatakiwa zitumike kununua mafuta kiasi fulani, lakini zile dola sasa badala ya kununua mafuta zitaingia pia kwenye mkumbo wa kununua vipuri vya magari yanayoharibika. Kwa sababu tunajijua sisi hatuna makampuni ya magari hapa nchini. Vipuri vyote tunaagiza pia kwa dola. Kwa hiyo utakapoagiza vipuri vingi, ina maana akiba yenu ya dola inazidi kuisha, ambayo ingetakiwa ifanye kazi nyingine. Kwa mfano kuagiza madawa ya mahospitali, teknolojia za watu wanatakiwa wazitumie saa hizi, kujenga miundombinu, kujenga mashule. Sasa kama hela zote zinaondoka zinakwenda kule, zinaingia kwenye mifuko ya watu wachache, inakuwa sio sawa. Kwa hiyo Watanzania tuwe wazalendo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba masuala kama haya yanakuwa hayafanyiki, kwa sababu hutaona effect yake sasa hivi, lakini ndani ya muda effect yake inakuwa ni kubwa sana. Sawa. Na tunavyomalizia, EWURA ina mipango gani kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia ubora wa bidhaa za petroli na kulinda walaji wetu? Asante. EWURA kama EWURA imefungua ofisi za kanda. Kwa hiyo kufungua ofisi za kanda ina maana kupeleka huduma kwa uharaka zaidi na karibu. Kwa hiyo sasa hivi, zamani tulikuwa tunafanya kazi wote kutokea Dar es Salaam, lakini sasa hivi una shida Mwanza, ofisi ipo Mwanza. Una shida Tabora, ofisi ipo Tabora. Una shida Iringa. Kwa hiyo ni sehemu ambazo zimekuwa karibu. Na pia katika utaratibu wa vinasaba, EWURA pia imeweka ofisi za kupima vinasaba, ambayo ilikuwa ni katika mkataba wa hao wanaotoa hiyo huduma. Kwa hiyo kwa mfano, kuna watu wengi sana wenye vituo vya mafuta wanalalamika kama mafuta yangu nimekuja kupimiwa kituoni naambiwa hayana vinasaba. Lakini sasa hizi unaweza ukachukua mwenyewe sampuli yako, ukaenda, kwa mfano kama uko Tabora, uko Kahama, ukaenda pale Nzega ukapimiwa, au ukaenda nadhani ni Segera pale Tanga, kama kwa mitaa ya Moshi na huko ukapimiwa ukajiridhisha. Maana yake Waswahili wanasema anayekutwa na ngozi ndio aliyekula nyama. Sisi EWURA tukija na mitambo yetu tukaja kupima hapo nini kwako, kunakuwa hakuna mswalie mtume, kwamba tayari unakuwa recorded au unakuwa unawekewa doa kwamba wewe unakosa. Na faini zake sio ndogo. Faini zake ni kiasi gani hivi? Ukikamatwa kwa kosa la kwanza utalipa milioni 7. Milioni 7. Ukikamatwa kwa kosa jingine ndani ya miaka hiyo 5 ya leseni utalipa milioni 25. Ukikamatwa kwa mara ya 3 ndani ya muda wa leseni yako utafungiwa kituo kwa mwaka mzima. Kwa utalazimika uombe upya tena leseni, kwa sababu umeshakuwa wewe, wanasema ni habitual offender, wewe ni mkosefu mzoefu au wa kujirudia. Yes. Kwa hiyo imekuwa ni kama tabia yako hiyo.
Kwa hiyo nitoe rai tu kwa wafanyabiashara waweze kuangalia mafuta yao wanayoyanunua, wanayoyatumia kwa kuzitumia hizi sehemu kwa ajili ya kuangalia vinasaba. Hivi vituo viko wapi kama unaweza ukataja baadhi? Vituo, kuna kituo Mwanza, kuna kituo Nzega na kuna kituo kiko Segera. Sawa. Yeah. Lakini nafikiri kama unaona video hii na unataka kutumia vituo hivi ili kwenda kupima mafuta yako, unaweza ukapiga namba ambayo inaonekana kwenye screen somewhere, kwenye hii screen, namba ya bure EWURA, ili kuuliza hii huduma unaipataje. Utapata maelezo zaidi. Sawa kabisa. Yeah. Sawa kabisa. Engineer Shija, nakushukuru sana. Asante sana Janet. Muda wako na kwa kutupa elimu. Nashukuru sana. Ya jinsi gani EWURA inahakikisha ubora wa bidhaa za petroli. Asante sana. Ni swala la muhimu sana kwa sababu ni namna ya kwanza ya kumlinda mlaji. Kuhakikisha kwamba mlaji anatoa pesa, anachokipata baada ya kutoa pesa ni bora na kinalingana na thamani ya pesa yake. Sawa kabisa. Nashukuru sana. Asante sana. Lakini pia nikushukuru wewe mtazamaji ambaye umetufuatilia kuanzia mwanzo hadi tunavyomalizia episode hii. Episode nyingine nyingi zinakuja. Kwa hiyo kama haujasubscribe, tafadhali fanya hivyo. Lakini pia unaweza kuendelea kutufuatilia kwenye channel zetu za mitandao ya kijamii ili kupata taarifa mbalimbali, sio tu za podcast hii, lakini na shughuli nyingine nyingi ambazo tunazifanya. Asante sana, mpaka kwenye episode nyingine. Jina langu ni Janet Mesomapio. Bye bye.